Morning Canada time to check. Mgeni karibu nyumbani, sehemu ambapo Azam TV tunakuletea michezo 104 ambayo ya fainali za kombe la dunia. Kwa mara ya kwanza Azam TV ikionyesha michezo yote ya fainali za FIFA kwa mwaka 2026. Kumbuka fainali ambazo zinafanyika katika nchi tatu, na ikiwa ni kwa mara ya kwanza katika nchi ya Marekani, Canada pamoja na Mexico ama Mexico. Kumbuka mara ya mwisho kwa nchi mbili kuweza kuandaa ilikuwa ni mwaka 2002, Korea Kusini na Japan. Sasa swala zima nabaki ni nani atashinda taji hili. Mimi nakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msumi. Hapa tupo na magwiji katika uchambuzi, watangazaji ambao wamewahi kufanya uchambuzi zamani. Ni fahari ya kipekee sana unapozungumzia fainali za kombe la dunia mwaka 1998 zikifanyika katika nchi ya Ufaransa, na Ufaransa akifunga Brazil kichapo cha mabao 3-0. Watu wengi wanakumbuka mabao mawili ya Zinedine Zidane Zizou, lakini kwa mwaka huo Tanzania iliweza kushuhudia uchambuzi ulifanyika kwa Kiswahili. Ni fahari ya kipekee sana kuungana hapa na mwandishi mkongwe Rashid Kejo ambaye mwaka 1998 alifanya uchambuzi. Kejo, karibu sana katika paneli ya siku ya leo. Nashukuru sana, asante sana. Ukiona finali za kombe la dunia najua unakumbuka 98. Nakumbuka. Kabisa, kuna mambo mengi sana tutakuja kuyazungumzia hapo. Lakini bila kusahau, unapotaja jina la Clifford Mario Ndimbo, amefanya katika vituo mbalimbali vya television pamoja na radio hapa nyumbani Tanzania, kwa sasa akiwa ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya shirikisho soka Tanzania TFF. Amepita pia vituo mbalimbali, ameongoza uchambuzi sehemu mbalimbali. Wengi wanakumbuka finali za kombe dunia, lakini bila kusahau michuano ya ligi mabingwa barani Ulaya, bila kusahau finali za Euro mwaka 2004 zilizofanyika katika nchi ya Ureno, bingwa akiwa Ugiriki. Watu wengi wanakuwa nakumbuka jinsi ambavyo alivyokuwa anaongoza mijadala mbalimbali. Ndimbo, karibu sana. Asante sana Msumi. Najua kuna panel ambayo imekumbusha vitu vingi sana. Lakini unapozungumzia kuhusiana na uchambuzi, basi uweze kuacha kutaja jina la Dr. Lik Abdallah, miongoni mwa mtu ambaye alikuwa anapatia uchambuzi wa kutuambia kama hapa alipita Bartolomeo Diaz, lakini bila kusahau huyo mtoto baba yake ni nani, mjukuu wa nani, na kwa nini anacheza soka hapo. Huyo ni mtu bingwa kweli kweli. Uchambuzi unaweza kusema kwamba watu wengi wamekuwa kama kioo kupitia kwake. Ni heshima kubwa sana kumkaribisha Dr. Liki Abdallah katika meza yetu ya siku leo. Dr., habari za siku? Salama. Shukrani. Asante sana kwa uwezo mzuri. Ndio. Wakati wetu tena kwa mpira sasa, ndio miezi ambayo tunangojea. Watu wengine wanaona kama tarehe imechelewa. Ndio wakati wetu. Naona umekumbuka kitu gani kwa Ndimbo ulikuwa? Niko na mwenyewe hapa mwenzangu. Ndimbo, bila shaka watazamaji wengi watakuwa wanakumbuka. Huyu ndio alikuwa anachokoza maneno mengi. Huyu ndio anachokoza, analeta maswali ya kuchokoza. Leo nafurahi vile kukutana naye baada ya siku nyingi. Na bila shaka watazamaji watafaidika. Moja, mbili, tatu. Kwa pamoja hapa. Yes, Dr. Liki Abdallah, tukiweza kuangazia haya. Dr., watu wengi wanatamani kujua jinsi ambavyo mashindano ya finali za kombe dunia yamekuwa na msisimko mkubwa sana mpaka hii leo. Ukiangazia historia kidogo ilipotoka mpaka hapa tulipo, unaiona kwa jinsi gani mashindano haya yamekuwa na ukubwa wake? Hakuna aliyefikiria hili jambo. Nafikiri yule Jules Rimet, rais wa shirikisho la mpira Ufaransa, ambaye ndio alikuwa ndoto yake hii na ndilo kombe lile la kwanza lilikuwa lipewa jina lake, hakudhania kwamba ingeweza kufika hapa.
kwa sababu kombe la kwanza kabisa nchi za Ulaya walisusa, wakutaka kwenda kushiriki. Kwa hiyo wakawa wamecheza watu wa kule tu kusini, na lakini polepole likaanza baada hasa Uingereza, bado kila kitu walikuwa wanataka Uingereza wao, kwa sababu ndio wanaona walianzisha, walikuwa wanataka wao ndio wao waanzilishi, sio mtu mwingine. Lakini baadaye 34 ilipohama ukaja Ulaya kidogo, sasa Ulaya wakaona pakaanza kuchangamka na timu kuongezeka 38 tena, ikaendelea kwa Ulaya, Ufaransa, maki 34 ilikuwa Italia, 38 ilikuwa France. Bahati mbaya hapa katikati kaingia vita kuu ya dunia ya pili, mechi zikasimama, watu wakasahau kombe la dunia. Karudi mwaka 50 kumliza Pele machozi, ama kumkuta babake angalia machozi 50. Lakini ndio mwaka uliorudi tena. Kuanzia hapo pole kwa kweli mabadiliko yamekuwa makubwa, ushindani ulikuwa mkubwa kati ya Latin America na Ulaya. Nani anataka kuwa bingwa huku, nani anataka kuwa bingwa huku. Brazil na Pele wakaweka rekodi kuwa nchi ya kwanza kuchukua kombe Ulaya. Ulaya wakanuna sana, wakasubiri mpaka 2014 alipokuja yeye kuchukua tena Ujerumani, Brazil. Nafikiri tangu 58 tangu 58 watu wangapi hapa hawapo duniani wameondoka, ndio hawa kaja. Kwa hiyo safari ndefu. Sasa tumefikia, tulikuwa timu 16, wewe fikiri, kwanza kwa timu 8, kaja kwa timu 16, katika timu 32 France mwaka 98, leo imefika timu 48. Kadiri timu zikiongezeka hali inabadilika, ushindani unabadilika, na washiriki wamezidi sasa. Kwa hiyo tuombe Mungu sasa kwamba kwa sababu idadi ya nchi zinazoshiriki zimeongezeka, hasa kikubwa tuangalie kwetu kwa Afrika. Je, kupata nafasi ya kuwa wengi ni chance yetu kuleta sura mpya, kuonekana Afrika kwamba hili linaweza kutufaidisha zaidi. Na basi yani kwa ujumla sura ya kombe la dunia imebadilika sana. Sasa kama ulivyowaambia watazamaji, mechi ni nyingi, 104. Mwezi ilikuwa kawaida mwezi, sasa zaidi ya mwezi michuano itachukua. Kawaida ilikuwa unahesabu tu watu wakicheza, unahesabu sasa hivi inafika 16 bora, sasa hivi itakuwa robo finali. Sasa kidogo itachukua mwendo zaidi, lakini Infantino na wenzake wanasema kwamba hii italeta ladha. Wengine wanasema haitoleta ladha, itakwaya, yani kwamba mchuzi umezidi maji, maji yamezidi mchuzi, hautakuwa mzuri. Sasa ni juu yetu sisi ambao tumeongezeka, nchi za Afrika, nchi za Asia, tuthibitishe sasa, je, hii kuongezeka kweli kunaleta ushindani au tunaenda tu harusini, hatujui ngoma itakapopigwa. Kija ukiangazia jinsi ambavyo fainali zenyewe zimekuwa na msisimko wake wa hali ya juu, unalitupia jicho gani mwanzoni mwa miaka ya 90 mpaka 98 unakuja kupata nafasi ya kuja kuchambua? Ilikuwaje kwanza? Kwanza kwa kuongezea alipomalizia Dukaliki, ladha nyingine ya kombe la dunia ni kule kuahirishwa kwa miaka minne, yani inachezwa katika vipindi vya miaka minne. Kwa hiyo unakuwa ni muda mrefu ambao watu wanasubiri kwa hamu. Fikiria ingekuwa inachezwa kila mwaka, ladha yake ingekuwa imekwishapotea kabisa. Lakini kila baada ya miaka minne, na bahati nzuri inachezwa kwa miaka 2014, 18, 4. Kwa hiyo inakuwa kidogo, na nadhani ndio maana hata CAF wameamua kubadili mashindano ya kombe la AFCON kufanyika kila baada ya miaka minne, kwa sababu inaleta ladha na chachu zaidi. Lakini pia kama alivyosema Dr. Liki, kwa Afrika
Unakumbuka kama mwaka 90 tulikuwa tuna Cameroon alifanya maajabu, watu watamkumbuka Roger Milla, alikuwa akifunga goli anaenda kukatika kwenye kibendera pale, na umri wake ulivyokuwa mkubwa na hivi, na ikawa ndio nchi ya kwanza kuingia katika robo finali. Watu walianza kuona kwamba hii sasa ni nafasi ya Afrika kuongezewa timu au kuongezewa nafasi, na ndio maana sasa mwaka 98 Afrika ikawa na timu ngapi? 5. Angalau sasa tukaonekana, lakini bahati mbaya wakati ule kama ulivyokuwa umesema, tulikuwa tunatangaza kwa mara ya kwanza kupitia Radio Tumaini. Father Francois marehemu alitengeneza utundu wake kidogo pale, na ilikuwa kama kitendo ambacho hata wakati ule akituambia njoni mtangaze, nakumbuka mtangazaji alikuwa Salim Bonde. Mimi na Salvador Imam ambaye aliwahi kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu na Mgea Kingoba, tukawa tunafanya uchambuzi. Sasa wakati ule tofauti na kina Dr. Liki. Dr. Liki yeye ameishi Ulaya, ameenda kwenye hizo timu, ametembelea mataifa, ameona. Sisi ilikuwa tunaandika habari, lakini pia inabidi tusome ili tuweze kuchambua au kufanya uchambuzi. Nakumbuka wakati huo hamna mambo ya kina internet haya, utabrowse, utaingia kwenye Google. Ilikuwa lazima uende Xinhua au Reuters, kuna kitu tulikuwa naita mikeka. Unaenda unapata likaratasi refu limetumwa kwa telex, ndio unaanza kuchambua pale. Lakini ilikuwa mara kadhaa unaweza ukabahatisha ukaingia kwenye website za CAF, za FIFA, za UEFA, ukapata historia, na tulikuwa tunabahatisha tunapata. Lakini pia kufuatilia mechi mbalimbali za klabu za timu na hivi, so ilikuwa inatusaidia kufahamu. Kwa mfano mwaka 98 wa Tanzania wengi na wa Afrika waliamini Nigeria ingeweza kutoa au kuingia nusu finali, kuvunja rekodi ya Cameroon, lakini haikuwa hivyo. Wakati ule 96 ukumbuke ndio ilikuwa imetoa medali ya dhahabu katika kombe la Olympic, michuano ya Olympic. Wakati ule kina Nwankwo Kanu wa moto, Sande Olise, JJ Okocha, ilikuwa ni timu ukihitaja, yani ilikuwa inatajika. Lakini ikawa bahati mbaya, na mechi ya kwanza ikaifunga Spain nadhani goli 3-2. Watu wakajua timu ndio hii. Ilikuja na Denmark, Zahame ikawafumbwa akapigwa 4 na mchezo ukaishia pale. Kwa hiyo yalikuwa ni mashindano yenye msisimko mkubwa. Na ikumbuka kwamba Ufaransa ndio ilikuwa imeandaa na Didier Deschamps akainua kwapa akiwa nahodha wa timu. Na baadaye alikuja tena kuinua kwapa akiwa kocha. Kwa hiyo aliweka rekodi hiyo, na ilikuwa ni mashindano kama alivyosema Dr. Liki, ambayo yaliongeza idadi ya timu. Kwa mara ya kwanza ilikuwa timu zimeongezeka kama ambavyo kwa mara ya kwanza safari hii tena timu zimeongezeka. Kwa hiyo wakati ule ilikuwa ni michuano ambayo ilianza kuleta msisimko na ladha ya aina yake. Na namshukuru Father Francois kwa sababu kwa kutangazwa mashindano yale kwa Kiswahili yalikuwa ni moja ya chachu za kulikaribisha kombe la dunia rasmi Tanzania, kwa sababu watu wengi walianza kufuatilia, wanaangalia television lakini wanasikiliza kwa Kiswahili. Na nashukuru kwamba tangu wakati ule radio, television nyingi zikaanza kutangaza kwa Kiswahili na watu wakaanza kupata kitu ambacho roho inapenda. Naamini jambo jema sana umesikia jinsi ambavyo maendeleo yanavyokwenda na kupiga hatua sana. Kuna vitu vingi sana kwa kuweza kuzungumza. Umemsikia Rashid Kedio, umemsikia Dr. Liki Abdallah, bado hujamsikiliza Clifford Manuel Ndimbo. Kuna vitu vingi sana naye atakuja kuvizungumza. Kumbuka hapa tupo ni Tiffany Hotel, tukiwa inapatikana mtaa Makunganya hapa maeneo ya Posta. Unaweza kupata huduma mbalimbali, kuna restaurant, lakini pia huduma ya kulala na kadhalika. Kumbuka pia imekuwa ikihodhi timu mbalimbali za kimataifa ambazo zimekuwa zikija kucheza hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salim Msumi. Sana kwa kuzidi kuendelea nasi. Hii ni Azam Sports. Mimi ni Saidi Salim Msumi. Kumbuka kwamba ni uhondo usomithirika wa finali za kombe dunia kwa mwaka 2026. Nipo na panel yangu hapa, yupo Rashid Kedio, yupo Clifford Manuel Ndimbo, yupo Dr. Liki Abdallah. Tuweza kuangazia matukio mbalimbali ya finali za kombe dunia. Bado tumekupa kionjo tu kidogo
kuhusiana na fainali za kombe la dunia. Ndipo tunajua mtangazaji kuweza kuhojiwa tena na mtangazaji najua mambo yanakuwa mengi sana. Kwako binafsi, kombe la dunia, uondo wake, fainali, michezo yake, kitu gani kinakukumbusha sana? Kwanza unapozungumzia kombe la dunia, kwanza unazungumzia shindano la juu kabisa duniani, na limekuwa lina mvuto mkubwa sana pale ambako time yake inakuwa imefika. Lakini nyakati zote unapozungumzia kombe la dunia, fainali za mwaka 1986 ndizo ambazo kusema kweli zimekuwa zikitajwa sana, na zinatajwa sana kwa sababu pengine ya matukio ambayo yalitokea, na hasa ukiangalia matukio mawili ya Diego Maradona, lile goli ambalo linatajwa kama la mkono wa Mungu, hand of God, lakini pia vile vile na lile goli ambalo linatajwa kama goli la karne, na ilikuwa ni mechi ambayo walicheza ya quarter final dhidi ya England. Ndio ambayo imekuwa kusema kweli ikitajwa sana, na ndio imekuwa ikizungumzwa sana pale ambako unazungumzia fainali za kombe la dunia. Golini alikuwa Peter Shilton. Licha ya Gary Lineker kuweza kufunga goli, halikuweza kuwasaidia England, lakini pia vile vile unapoendelea mbele zaidi, zinaanza kuingia timu za Afrika. Unakumbuka mwaka 90 Cameroon wakiingia kwa mara ya kwanza kwenye robo finali, lakini ni fainali ambayo ilivutia pia Waafrika wengi zaidi, na ndiko ambako pia majina ya kina Francois Ovambic yaliweza kufahamika sana katika wakati ule, kina Roger Milla yaliweza kufahamika sana katika wakati ule. Kwa hiyo ni matukio mengi ambayo inapofika kwenye fainali za kombe la dunia yanatukumbusha kwanza hizo fainali za kombe la dunia, lakini yanatukumbusha pia kwa upande wa Afrika namna ambavyo tuliweza kutoboa katika wakati huo, na tukaona kwamba zinapofika fainali za kombe la dunia hata Afrika pia tunaweza kufika kwenye hizo hatua za juu tofauti. Tazama, tokea mashindano yameanza, timu ya kwanza ya Afrika inakuja mwaka 90 ndio tunaweza kutoboa kufika kwenye hizo hatua za juu. Kwa hiyo inapofika fainali za kombe la dunia ni matukio ambayo yanakumbukwa kusema kweli. Yapo matukio mengi ambayo tunayakumbuka ukiangalia tokea kombe la dunia limeanza mpaka kufika hivi sasa. Kwa hiyo kadri ambavyo unaendelea kusogea mbele, ndivyo ambavyo pia kombe la dunia limekuwa likileta matukio tofauti, lakini pia limeanza kuongeza timu zaidi. Hata kwa upande wa Afrika sasa tumeanza kupata timu zaidi kuingia katika fainali hizo za kombe la dunia. Na ndipo hapa amezungumzia kuhusiana na Dr. Diego Armando Maradona, lakini pia mwaka 90 jinsi ambavyo England ya Gary Lineker waliweza kufanya comeback na kushinda mabao 3-2 dhidi ya Cameroon, the Indomitable Lions. Lakini pia mwaka 90 ni kumbukizi nzuri kwa West German ambao chini ya King Kaiser Frank Beckenbauer ambao alifikia rekodi ya Mario Zagallo ya kushinda taji kama kocha na kushinda kama mchezaji. Unajua mwaka 90 ilikuwa ina historia kubwa kwetu sababu ya Cameroon. Na ile ilikuwa Cameroon kweli, yani ni wanasema simba wasiofugika, ndio tabu kweli. Ndio maana tembo wa Afrika aliwaambia nyimbo Pepe Kale. Pepe Kale sawa. Kwa hiyo ilikuwa timu nzuri na ilikuwa wanacheza mpira ambao bahati mbaya tu kidogo, yani kama ile mechi ya England penalty ambazo alipata Gary Lineker, ambazo unawaza je, singekuwa Mwafrika pale, ingekuwa mzungu kacheza vile, ile penalty ingetolewa. Ndio lazima kuna maswali mengine lazima tuende nayo ya rangi, kwa sababu hakuna hayo maswali, au ingekuwa VAR ingetoa. Sasa ingawaji England waliwaheshimu Cameroon kiasi cha kwamba ndio nchi pekee ujue ya Afrika iliyokaribishwa kwenda kucheza mechi ya kirafiki Wembley. Ni Cameroon peke yake ndio ilikaribishwa. Baada ya hiyo kwamba jamani, hapa tumepita hivyo tu kwa nguvu tu za dua sijui za nini, hawa tuwaite tena. Unaona, ile ilikuwa Cameroon ambayo kwa kweli ilikuwa ni timu bora kutoka Afrika. Labda unaweza
nikaifananisha kidogo labda na Morocco iliyokuja sasa Qatar 22. Na wale nao kilichowapa sababu ya kuwa na uwezo ni sababu walikuwa na wachezaji wanacheza Ulaya. Walikuwa wanacheza, unajua Ulaya ni Ulaya, hata kucheza daraja la pili. Walikuwepo wachezaji na waliokuwa wamebaki pale Kamerun, kutoka Kamerun wengi walikuwa wanacheza club maarufu Cano Sportif ya Yaounde. Hiyo ilikuwa ni timu inayotisha, mpaka mzee Wenga nakumbuka anazungumza kwamba katika timu ilikuwa napenda Afrika ilikuwa hiyo. Kwa hiyo ilitupeleka mbali. Sasa na hiyo ndio ilitupa heshima zaidi Afrika. Heshima ya kwanza Afrika tulianza kupata 86. 86 timu ya kwanza ya Afrika ya kuvuka kuingia raundi ya pili ilikuwa ni Morocco. Ndio timu ya kwanza. Yaani Afrika tumekuwa tunaenda kwa historia polepole. 84 mwaka 82 timu ya kwanza Afrika kupata ushindi katika kombe la dunia ilikuwa Tunisia. Ushindi, sio kuvuka, ushindi tu mechi moja. Lakini ikaonekana historia. 86 akavuka Morocco. Kwa hiyo kufika kufika 90 Tunisia ilikuwa 78. 82 alikuja Algeria, akatupa heshima kubwa sana kiasi kwamba ilikuwa Austria na Ujerumani ikabidi wacheze mechi pole ambayo mpaka wenyewe kule walipiga kelele kwamba imekuwa kama mechi ya tusifungane ili tuwaondoe hawa Algeria. Kwa hiyo tumekuwa tukienda tukipiga hatua mpaka sasa tuko nusu finali. Si ndio? Sasa tuombe Mungu. Hii nusu finali. Sasa tabu yetu kidogo inaotukabidi tukicheza na hao wenzetu kutoka Amerika Kusini, basi ndege yao inajaa waganga kwa sababu washatujua siku na waganga. Huwezi kuamini. Watazamaji wengi hawezi kuamini, lakini kwambia sijui timu kwa Peru, sijui kwa Bolivia, sijui Colombia. Basi ujue mimi nakumbuka mkasa Peru anacheza kapangiwa, anacheza na Kongo inaitwa Zaire. Basi wanakwambia nusu ya ile ndege ilijaa waganga na kuku wenyewe wanasema asichinjwe kuku wa Ulaya afai, lazima atoke kwao, kuku kwao jogoo kama jogoo. Wala kaenda na nani jamaa zetu ndugu zetu hapa na wao wakatoka baadaye tena ikapelekwa tena nyingine fulu ya wenyewe watu wende wafanye kazi. Kidogo tumekuwa na vitu hivyo, lakini kilichojenga hasa heshima yetu nasema tumekuwa na timu ambazo zinafanya vizuri, hasa Cameroon kuanzia Katule. Usahau mzee Rashidi Yekini mwaka 94 anapiga goli alafu anaingia ndani ya nyavu, anataka kupita ndani ya ile nyavu, anatikisa anaitikisa. Na unakumbuka alipokuwa bonge ya baba na hapo 94 Dokta, ni mwaka ambao Brazil chini ya Carlos Alberto walishinda taji mwaka 94. Wao walishinda kwa penalty dhidi ya Italia na watu wengi Roberto Baggio, ambayo sasa inasemekana kwamba wale waganga, unajua Brazil hawaendi nao bila waganga. Ujue kabisa hizi kila mchezaji unamwona, usidanganyike ukamwona huyu nywele zinalala mzungu huyu hana hicho, anaenda navyo huwezi kuamini. Kwa hiyo kule mpaka walipiga kelele kwamba wale jamaa walikuja na hivi vitu, kwa sababu siku hiyo Arrigo Sacchi kama utamkumbuka, mwalimu wa Italy, mchezaji wake mzuri alikuwa Roberto Baggio, unamkumbuka? Acheza anaumwa. Haya, Baresi namba 5 Franco kama unakumbuka, naye kafunga na wao ndio walikosa penalty. Kwa hiyo jamaa wanasema kwa sababu Italy pia ilikuwa kazi, ingawaje tuliotoa kutu Italy Nigeria hawasahau tuliotoa kutu ile mechi ya Franco Zola na msikitikie ile mechi ilipata kadi nyekundu kwa bahati mbaya tu bila kueleweka, lakini ndio wakati wake na kujulikana. Lakini kuliko yeye mchezaji aliyejulikana zaidi wapenzi wote wa mpira ilikuwa Roberto Baggio, labda kwa ajili ya zile nywele zile alikuwa anafunga huku, ingawaje alikuwa na kiwango chake pia alikuwa amepoa. Yeye ilikuwa kama vile hakuna mtu pembeni yake. Huyu watazamaji hawajui, ila nitawaambia kwa sababu na Azam nitawaambia. Katafuteni kwenye kwenye tape zenu, na mchezaji anaitwa Enrique de Lima Ganzo, huyo wa Brazil huyo.
Nasema hivi, kuna kijana tumemkosa katika dunia leo hii, ingekuwa ingekuwa gumzo alikuwa anacheza. Sasa ndio ananikumbusha miaka hiyo, watu kina Bajo wanakuja, lakini naona wakajitahidi. Ile ilikuwa 94 90 pia, ujue wao walikuwa na timu kali. Hatuna kukutana na Argentina ambaye Maradona na Kanija akawaua, kama utakumbuka nusu finali Argentina akalia kwa Fred Beckenbauer kama unasema 94 kwa zamu tena wao. Hapo ya kuonyesha watu wanapojua kutengeneza timu kwamba 90 wao walikuwa wenyewe kwa nusu finali, 94 akaenda akapiga finali, na 98 wao ilikuwa timu kali. Kumbuke ilikuwa timu kali sana. France bado watoa hao watu, yani kwa kweli kombe la dunia unaweza kuangalia wakati mwingine unaona kabisa watu wanajua kujitayarisha development yake. Na kumbuka kwamba 94 inakumbukwa zaidi kwa sababu Loja Mila ama Loka Mila alirudi tena akiwa na umri wa miaka 42 na alifunga goli na akaweka rekodi ya kuwa mchezaji mwenye umri mkubwa sana. Lakini pia mwaka 94 inakumbukwa zaidi kwa jinsi ambavyo mchezaji wa Brazil Bebeto alifunga goli alafu akashangilia kama anabembeleza mtoto. Ni kumbukizi tamu sana. Lakini pia inakumbukiza pia nyingine ya Diego Maradona, alifunga bao lake la mwisho kisha akafungiwa kutokana na mambo mengineyo hayo. Kwa hiyo ni rekodi fulani hivi, ni nzuri, tamu sana. Nikukumbusha tu kwamba tunaangazia kuhusiana na matukio mbalimbali makubwa ambayo yameweza kujiri katika fainali za kombe la dunia. Tumeanza historia yake kidogo nyuma, tumegusia hapo mwaka 86 jinsi ambavyo Diego Armando Maradona aliwatesa England, lakini bila kusahau fainali za mwaka 90 na mwaka 94. Tupo hapa Tiffany Hotel ambayo inapatikana maeneo ya Makunganya jijini Dar es Salaam. Posta unapata hadhi ya kimataifa kwa sababu timu mbalimbali, club mbalimbali zimekuwa zikiwasili hapa na kupewa huduma mbalimbali kubwa sana. Lakini bila kusahau hata wewe mtu binafsi pia unaweza kusogea hapa ukapata huduma zilizokuwa kubwa sana. Mimi ni Saidi Salim Msumi. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea sasa miongoni mwa fainali ambazo zilikuwa zina msisimko mkubwa zaidi. Uweze kuziacha fainali za kombe la dunia mwaka 1998. Majeraha ya Ronaldo Ruiz Nazario de Lima, kichapo cha fainali na kushindwa kutetea taji lao ambalo walishinda mwaka 94. Lakini ukitaja kizazi cha dhahabu ambapo cha Nigeria na kutofanya vizuri kama ilivyokuwa na matarajio makubwa, lakini pia nyota mbalimbali kutokea barani Afrika, mfano kama Mustafa Haji wa Morocco alikuwa ni gumzo na yenyewe. Tutakuja kuangazia hapo baadaye, bila kusahau Uholanzi ama the Netherlands, the Orange na kikosi chao cha dhahabu ambacho kilifika hatua za mbali kidogo. Uweze kumwacha pia Croatia kumtaja mtu kama Davo Suka. Mimi ni Saidi Salim Msome. Tunakwenda mapumziko mafupi kisha tunarejea. Yes, karibu tena. Tuendelee kuangazia yale makubwa ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Kumbuka Azam TV wamepata haki ya kuweza kuonyesha matangazo ya fainali za kombe la dunia. Kumbuka mechi zote 104 utapata uchambuzi wake kwa Kiswahili pamoja na Kiingereza. Lakini bila kusahau mechi zote 104 utatangaziwa kwa lugha adhimu ya Kiswahili pamoja na Kiingereza. Ni fahari ya kipekee na fedha ni kiasi kile kile, uhondo ule ule wa shilingi 28,000 unaweza kupata fainali hizi za kombe la dunia ambazo zinafanyika katika nchi 3: Marekani, Canada pamoja na Mexico, wenyewe wanapenda kuita Mexico. Miongoni mwa timu ambayo imekuwa inatoa wachezaji wengi sana wanacheza katika bara la Ulaya. Wakina Dos Santos alipita Tottenham Hotspur, alipita Barcelona, lakini Mexico pia imeweza kumshuhudia mtu kama Rafael Marquez ambaye alishinda mataji mbalimbali akiwa FC Barcelona. Javi Hernandez Chicharito, watu wengi wanamkumbuka sana. Wakina Javi Bogetti, miongoni mwa washambuliaji wakali kweli kutokea katika nchi ya Mexico. Wakina Guillermo Blanco walipita pia katika Mexico. Kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana. Hata pia Marekani sio haba na yenyewe, miongoni mwa timu ambayo imetoa magolikipa wakina Brad Fieldo, Tim Howard amecheza pia Manchester United na kadhalika. Lakini pia wamekuwa kichanganya pia na wachezaji ambao wana asili kama za Kiafrika, mmoja kama ni Oguchi Onyewu ambaye defender ambaye alipita hata AC Milan. Tunaangazia hivi sasa kuhusiana na fainali za kombe la dunia mwaka 1998. Miongoni mwa fainali ambazo ndimbo unaweza kusema kwamba
Tanzania zilianza kufuatiliwa 90-94, lakini 98 ni kama ndo mvuto uliongezeka zaidi wa matukio mbalimbali ambayo hakika watu wanakumbukumbu nazo tamu sana. Kama ambavyo nilikwambia kwamba kadri ambavyo miaka ilikuwa inazidi kwenda, manake ni kwamba kulikuwa kuna vitu ambavyo vinaendelea kuongezeka, na hasa pia kufanya vizuri kwa timu za Afrika nayo ilikuwa inaibua sana ufuatiliaji mkubwa mno, kwa sababu ukiangalia kuanzia miaka ya huko nyuma ufuatiliaji wake utakumbuka huko nyuma kwanza tulikuwa na tatizo la unatazama wapi michezo hiyo. Kwa hiyo ilikuwa unakwenda sehemu ambako kuna skrini nje zimewekwa, au unakwenda kwa jirani ambaye anakuwa ana TV kwa sababu zilikuwa ziko chache. Kwa hiyo hata ufuatiliaji wake kidogo haukuwa mkubwa hivyo. Kwa hiyo kadri ambavyo teknolojia pia ilikuwa inaongezeka, manake pia ufuatiliaji ukaendelea kuwa kubwa zaidi. Unaposema mwaka 98 manake ni miaka ya karibuni kabisa, ambako manake ni kwamba teknolojia imeshakuwa kubwa zaidi, ambako watu wameshaanza kuzifuatilia zaidi. Ukipita kwenye kila nyumba sasa TV zipo, lakini pia uwepo wa hizo timu za Afrika sasa ambazo pia zimekuwa zikifanya vizuri. Cameroon 90 iliweza kutuibua sana kusema kweli, na kuona kwamba ni finali ambazo kwetu wa Afrika pia zinatuhusu tofauti na miaka mingine. Kwa hiyo umeona namna ambavyo timu za Afrika zimekuwa zikiendelea sasa kufanya vizuri, kama ambavyo Dr. Ricky alisema tulikuwa tunafanya kidogo kidogo, unatoka raundi hiyo na kwenda raundi hii kidogo kidogo mpaka kufika kwenye hatua hiyo ambayo walifika Cameroon, na mpaka unapokwenda kwenye hatua ambayo wamefika Morocco kutufikisha hivi sasa. Maana ni kwamba unaona kwamba tunaendelea kupiga hatua, jambo ambalo pia linatusababisha Waafrika wengi pia kufuatilia zaidi. Lakini pia hata unapokuwa kwenye vipindi, nazungumzia sasa wakati tukitangaza hizo fainali mbalimbali za kombe la dunia, mashindano mengine, pia unaona namna ambavyo vyombo vya habari vilipokuwa vikichukua kwa uzito wake fainali za kombe la dunia, pia ilikuwa ni sehemu ya kuwasababisha Watanzania wengi pia kuendelea kufuatilia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sasa wamekuwa wakichagizwa kwa lugha hiyo ya Kiswahili. Lakini ni wakati ambapo pia baadhi ya vyombo vya habari vilianza kutangaza mashindano hayo kwa Kiswahili, ambayo ilikuwa ni jambo jingine ambalo liliendelea kuwavutia zaidi Watanzania na kuongeza mvuto kwa kwetu Tanzania. Japokuwa kwamba mashindano hayo kusema kweli, ukiangalia hata namna ambavyo mashabiki wamekuwa wakiingia viwanjani tokea miaka ya nyuma, ukiangalia mashabiki wamekuwa wakiendelea kuongezeka viwanjani. Hiyo ina maana kwamba ni shindano ambalo linaendelea kuwa na mvuto zaidi kadri ambavyo miaka inaendelea kwenda. Kejo, ulikuwa unatangaza unafanya uchambuzi mwaka 98. Wengi walikuwa na matarajio makubwa sana na Nigeria kwa jinsi ambavyo walivyofanya Atlanta nchini Marekani katika michezo ya Olympic. Majina ya kina Finidi George, kina Sande Ulise, Nanko Kanu, wakina Victor Pegba, wakina JJ Okocha. Kuna namna labda kama hivi matarajio yalikuwa makubwa sana kwa Nigeria Super Eagles. Matarajio yalikuwa ni makubwa sana, na ilikuwa ikimbwa, na wengi wanasema Dr. Ricky anatukumbusha kilichoiponza ni ubisho. Nigeria ilikuwa ndio walikuwa mabisho sana, ubisho ndio uliwaponza. Haikuwa timu gangari kama ilivyokuwa Cameroon. Light kama wachezaji wa Nigeria wangekuwa na ule moyo wa kuipigania nchi yao kama walivyofanya Cameroon mwaka 90, leo hii historia ya kombe la dunia ingekuwa imeandikwa tofauti kabisa na Nigeria. Ni Nigeria ya miaka ya karibuni ndio tunaanza kuona ule utaifa unaingia. Ni timu ambayo ilikuwa inaweza kagoma tu kwa sababu hatujalipwa posho, basi atwendi. Kwa hiyo ilikuwa ina vitu vingi sana nje ya uwanja kuliko hata ndani ya uwanja. Na ndio maana kwa timu ya Nigeria kuifunga Spain goli 3, ile yenyewe tu ilishangaza dunia, na watu wakajua kabisa kwamba sasa Afrika imekuja kivingine. Lakini kilichofuatia baada ya hapo ndio hiyo mizozo ya nje ya uwanja na nini, timu ikaparaganyika, haikufanya kile ambacho Waafrika wengi
walikuwa wamekitarajia, lakini hata baada ya hapo unajua kilichoisaidia sasa Afrika kudai haki ya kuongezewa timu ndio kuna kitu tulikuwa tumezungumza na Dr. Ricky hata kabla ya kwanza kipindi. Alizungumzia kwamba jinsi ambavyo samba ya Brazil imemezwa na soka la Ulaya kwa wachezaji wengi wa Brazil kwenda Ulaya. Vivyo hivyo Afrika ilishaanza kuwazoea wachezaji wa Ulaya kwa sababu baada ya mashindano yale wachezaji wengi waliokuwa wanacheza Afrika walienda kucheza klabu kubwa za Ulaya. Kwa hiyo wakaanza kuzoea kupishana nao kwenye ligi La Liga, English Premier League, Bundesliga. Kwa hiyo wakawa wameshawazoea. Kwa sasa tukikutana hamna cha kujifunza. Hakuna kitu kipya. Kwa hiyo angalau ile ilisaidia timu za Afrika kuanza kupishana na timu za Ulaya na Amerika Kusini. Kwa hiyo mashindano haya na jinsi ambavyo wachezaji wa Afrika walikuwa wameendelea kuchukuliwa ni kama hata hapa Tanzania. Afrika ilikuwa wengi, timu za Afrika hasa za kaskazini zilikuwa zinajipangia kwamba tutafunga goli ngapi tukipangiwa na timu za Tanzania. Lakini sasa hivi historia imebadilika. Kwa sababu gani? Tumeanza kuchukua wachezaji wenye vipaji na wenye majina makubwa Afrika wanacheza kwenye ligi yetu. Kwa hiyo wachezaji wetu wanaanza kuwazoea wachezaji wakubwa na wachezaji wakubwa wanaanza kujua kwamba timu kubwa iko ligi ya Tanzania ni ligi kubwa. Kwa hiyo ule ufahari tumepanda daraja, tumejipandisha daraja, tumejipandisha viwango. Vivyo hivyo ndivyo ambavyo timu za Afrika zilijipandisha viwango katika kombe la dunia. Na ndio maana hata mwaka 98 haikushangaza, pamoja na kwamba Nigeria ilitolewa mapema, lakini bado historia iliweko kwamba imeifunga timu kubwa ya Ulaya, Spain. Na kitu kingine ambacho kilivutia katika yale mashindano takumbuka ni kama walivyogusia Uholanzi, Dennis Beckham. Dakika za mwisho kabisa alifunga a wonder goal. Nadhani katika moja ya magoli ambayo yataendelea kukumbukwa sana katika mashindano yale ni goli la Dennis Beckham. Kwa sababu lilikuwa ni dakika za mwisho na ndio lililoifusha kuingia nusu finali. Na watu wengi waliamini kwamba kwa ubora ule, kwa kiwango ambacho kilionyeshwa na Uholanzi yakina Marc Overmars na ukumbuka Marc Overmars na Dennis Beckham walikuwa Arsenal. Arsenal ya moto wakati huo. Kulikuwa maana Arsenal iliingiza wachezaji wengi kwenye mashindano yale. Kuna kina Emmanuel Paty, kuna Marc Overmars, kuna Dennis Beckham, kuna Patrick Vieira. Wote walikuwa wametoka Arsenal. Uta imagine hiyo timu ilikuwa na ubora wa kiwango gani. Kwa hiyo na watu wengi waliamini kwamba mwaka ule ulikuwa ni wa Orange. Wenyewe wanaita Orange Uholanzi, lakini bahati mbaya ikaishia nusu finali. Dokta, kuna vitu vingi sana vya kuvizungumza. Ukiutaja uwasimu wa Argentina na England, ukiachana na mwaka 86 goli la mkono, uwasimu mwingine uliongezeka mwaka 98 kwa tukio la Diego Simeone El Cholo dhidi ya David Beckham kumpiga teke na kupewa kadi nyekundu. Hata tusiseme kama alimpiga Beckham alikuwa akaanguka akafanya mguu hivi. Umeelewa, yule akafanya kama vile kapigwa risasi. Umeelewa, kama vile kavunjwa. Makusudi anatafuta kadi nyekundu akapata. Hawa Argentina na Uingereza wana mambo mengi. Argentina na Uingereza huwezi kuamini, hawa wana ugomvi tangu 66 kombe la dunia linachezwa Uingereza. Mechi yao ilikuwa ngumu yenye kadi. Argentina wanasema refa alikuwa analazimisha Uingereza ashinde sababu baadaye Uingereza alikuwa bingwa. Ubingwa pekee. It is coming home. Mpaka leo hakuna. Mpaka leo. Yaani Argentina anasema huyu anasaidiwa ili abebe kombe. Baadaye tena Ujerumani naye akaja kusema huyu kasaidiwa ndio kabeba kombe. Kwa hiyo inawezekana kulikuwa na jambo pale, hatujui. Lakini alikasirika. Nakumbuka na zamani nimeona picha yake Alf Ramsey alikuwa mwalimu wao, manager wa England. Anasema hawa ni wanyama, hawa sio watu, hawa ni wanyama. Dokta, kwa sababu kuna viojo vingi sana hapo, ni wanyama. Kidogo Ufaransa ubingwa kwa kuichapa Brazil mabao 3-0. What a moment. Kabisa. Haielezeki.
Alafu kwanza ujue Zidane hajulikani kama anafunga kwa vichwa. Lakini siku akafunga kwa vichwa. Goli mbili zote za vichwa. Dhidi ya Tafarel. Dhidi ya Tafarel. Na ile ilikuwa Brazil nzuri, alikuwa Brazil ndogo. Hatuelewi hata bwana kwa bwana na taifa kubwa na ndio mwenyeji. Huwezi kujua mambo mengi yanafanyika kwa sababu mtu kalala mzima. Alafu ghafla kapatwa na degedege. Hatujui kilichofanyika ni nini. Na hatuwezi kujua kwa sababu yule aliyeambiwa, mimi akili yangu inanituma. Aliambia bwana mkwanja huu hapa. Chukua, weka hiki. Ongeza hiki kitu kwenye chakula. Na ama chukua ama na ukikataa utaondoka. Hakuna kitu. Lazima yani unaona kabisa lazima kuna kitu kwa sababu sioni kwa nini Ronaldo kwamba eti panic siku hiyo wakati tayari kwenye michuano yote yalikuwa kwenye top form. Nini siri ya kwa uchache kikosi kile cha dhahabu cha Ufaransa? Wengi wako na asili ya Afrika. Kina Julian Thuram walikuwepo pale, walikuwa kina Zidane, Zizou. Uchache tu Dokta. Yaani pale ushindi yule Emeshake mwalimu yule alikuja na style kwamba ukitaka kushinda, ukitaka kuwa bingwa lazima sehemu ya katikati ya kiwanja iwe nzuri. Na ndio mpaka leo hiyo falsafa sasa umekuta inaendelea. Na ndio hapo yule Didier Deschamps. Kwanza ni wachekeshe kwa watazamaji wetu. Didier Deschamps, maana Deschamps akawa ni mshamba. Ndio maana yake mshamba. Sasa hata ile lugha ya Kifaransa sasa kinachoongea ni tofauti. Yaani ni kile cha kumcheka kama mtu wa kijijini vile wewe. Sasa Didier Deschamps aliwekwa pale. Alafu kama unaona mchezaji sisi tunamuona mzuri wakati ule Patrick Vieira kama mnakumbuka. Lakini Vieira aliwekwa nje kwanza au umesahau? Ndio. Kwa sababu ya Didi. Didier Deschamps maana yake alikuwa captain. Lakini ilionekana kwamba tunahitaji nguvu. Mpaka ilipotoka ile red card unakumbuka? Ndio akamuingiza nani sasa? Akaona muingize lakini Marcel Desailly yeye alikuwa pale nimfanya fujo au janielewa kwamba wewe kazi yako kila atakayegusa nini wewe gombana naye kila atakayegusa. Na Didier Deschamps wewe ni fanya kama wewe ni jiwe hapa mwisho kila atakayepita. Sasa kuna huyu anakufanyia fujo na kuna huyu anakuziba hapo ambao ukitaka kujua kama mchezo wa Faransa kumbuka Claude Makelele unamkumbuka anapocheza mtindo huo. Kumbuka N'Golo Conte mpaka leo mchezo huo yani wao yani anataka akizima mtu umefika. Alafu pale katikati alishawaambia ile Zaki kwamba akili yako ikisimama sitaki kusikia chochote, mpe Zidane mpira. Wewe akili yako ikisimama wewe mpe. Na Zidane wewe utafanya chochote unachotaka. Wewe mwenyewe utachagua unachotaka. Basi kwa hiyo walikutana hawa Afrika ambao tunasema hapa sijui hapa Dar es Salaam naweza kuwapa mifano sijui wapi. Unajua zamani kama watakumbuka watu zamani kulikuwa na mtindo wa kujenga magorofa ambayo wanaishi wafanyakazi ama wafanyakazi wa viwanda au wa serikali. Na Ulaya kuna tabia hiyo, ilikuwa iko tabia hiyo sana kwamba kuna sehemu walikuwa wanajengwa kwamba hapa watakuja watakaa hawa watu ambao sio wazungu yani. Kwa hiyo watakuja watu weusi, watakuja Waarabu, watakuja nini, ndio walikuwa wanakaa. Sasa hawa wote hao unaowaona ndio walikulia kwenye hayo magorofa. Umeelewa? Kama magorofa ya Ubungo pale unakumbuka au Ilala pale. Namna hiyo kwamba wote walikulia katika mazingira yale. Kwa hiyo ilikuwa haraka wao kuelewana. Na hii ikawa ni heshima ambayo hawawezi yani ni kwamba wewe mpaka watu wamesahau. Watu wamesahau kwamba hatuwataki wa Waswahili nchi kwetu. Lakini wakasema Zidane awe rais. Zidane pour president. Wakasahau tunataka kuna rais tunataka kuwa president. Shukrani sana Dr. Liki Abdallah. Hakika imetukumbusha vitu vingi sana. Huu ni uondo kwa uchache tu ambao unakuwa unaupata hapa. Imekuwa ni jambo jema sana kuweza kuzungumzia kuhusiana jinsi ambavyo fainali za kombe la dunia zilivyoanza. Lakini tumegusia mwaka 86 kwa uchache, tumezungumzia 90, 94 pamoja na 98. Kuna vitu vingi sana ambavyo hakika tumevigusa hapo, Nigeria, England, lakini bila kusahau
kusahau Brazil, jinsi ambavyo Ronaldo Ruiz, Nazario de Lima, El Fenomena alipata degedege kabla ya kuelekea katika mchezo wa finali. Shukrani sana katika panel yangu ambayo niko nayo Rashid Kejo pale, niko na Clifford Mbimbo, lakini bila kusahau Dr. Lik Abdallah. Hapa tulikopo ni Tiffan Hotel maeneo ya Makunganya jijini Dar es Salaam, wanapata huduma mbalimbali. Mimi ni Saidi Salim Msomi, asante na endelea kuangazia Azam TV kwa vipindi vingine vinavyoendelea. Good morning, Canada. Time to check.